Ndugu msikilizaji na mfuatiliaji wa Fanesi TV popote pale uliko ambako anaendelea kutufuatilia mubashara kupitia mitandao yetu yote ya kijamii, ni kukumbushe tu kuendelea kusubscribe, like, share na kucomment ili uendelee kuwa wa kwanza kupokea taarifa na kile kinachojiri kwenye Fanesi TV. Ni majira ya saa 6 usiku na dakika 57 baada ya kufanya mazungumzo kwa ajili ya kukupa taarifa kamili ya msiba mkubwa tuliokuwa nao hapa nyumbani Quad City, ya kupotelewa na mzee wetu ambaye ni mshauri wa mji wetu huu. Hivyo ni kukumbushe tu kuendelea kusubscribe ili usiendelee kupitwa na taarifa ambazo zinazojiri. Fanesi TV ilikuwa bado hatujafanya mazungumzo na familia, na ndio kwa maana kumekuwa na kuchelewa kuweza kukupatia taarifa kamili zidi ya msiba huu tuliokuwa nao. Kioni imagine mtu alifariki juzi, tumekuja kukupatia taarifa sasa hivi. Ni vile tu kwamba kutokana na mazingira tulikuwa bado hatujapata taarifa kamili, na baada ya kumaliza mazungumzo muda huu na nikaweza kutumiwa kila kitu kinachohusiana na msiba wetu tuliokuwa nao hapa nyumbani. Hivyo nichukue muda wa kuweza kusomea kile ambacho familia walikwenda kunitumia hapa ili niweze kukuambia ndugu jamaa na marafiki ambao wanaendelea kufuatilia vyema Fanesi TV. Jamaa ya Bashimwenda Bashiro Lenda nyumba ya Lokaba wanayo masikitiko makubwa ya kumpoteza mzee wao afahamikaye kwa jina la Asee Lwebola, ambaye amezaliwa mnamo mwaka wa 1962 mwezi wa kwanza tariki 1, ambaye alifariki hapo juzi mwezi wa 6 tariki 22 mwaka ni 2026. Hivyo taarifa rasmi ni hiyo ambayo ulikuwa ukisubiri toka Fanesi TV tuweze kukuambia ili uweze kujipanga. Kwa wewe ambao uko mbali ya mazingira haya, ambaye unatamani na unakusudia uwepo hapa, hivyo nikukumbushe tu kwamba taarifa rasmi kuhusu na utaratibu kuhusu mazishi ni kusema kwamba wiki hii, ina maana Jumamosi, mazishi yatakwenda kufanyika ya kwenda kumsitiri mzee wetu huyu ambaye alituacha toka hapo juzi. Na ni kutokana nini mpaka iwe haraka hivi? Kumbuka wiki kesho Jumamosi ni tariki ya siku ya Wamarekani bana, ambayo siamini kama wale wahusika wa kuzika kama wanaweza kupatikana siku hiyo, na unajua kwamba kuendelea kumweka mtu pale mochwari ni pesa, na kama unavyojua mazingira magumu na haiwezekani. Kwa maana hiyo imebidi na imelazimika kwamba aweze kufanyiwa sherehe yake ya mwisho tariki hiyo ya Jumamosi, ambayo tutakwenda kuwa pamoja na Fanesi TV, tutakujuza kile kinachojiri. Bado wanafamilia wana kile cha kuweza kuzungumza na wewe, kukuambia kinachojiri na kilichotokea hadi kumpelekea mauti mzee wao, na ratiba kamili kuhusiana na kwenda kumsitiri mzee wetu ni Jumamosi ya tariki 27. Ina maana ni wiki hii, ndugu jamaa na marafiki, ambako mnataraji kuwepo hapa kwenye mazishi ya mzee wetu huyu ambaye amekwenda kutuacha toka hapo juzi. Hivyo nikukumbushe tu kwamba anza safari, anza kuomba ruksa kazini na sehemu zingine ili uweze kuwepo hapa kwa wakati, kwa namna ya kuja kumpa heshima za mwisho mzee wetu. Hivyo Fanesi TV bana, tuko hapa kwa ajili ya kukujuza kuanzia majira ya saa 4 siku hiyo ya Jumamosi kamili. Ratiba itakwenda kuanzishwa rasmi hadi ifikapo pale saa 9 tayari tutakuwepo kwenye location ya ukumbi kuweza kutinda msiba kama kawaida na desturi ya haya mazingira tunayoishi. Hivyo tu niendelee kukukumbusha kwamba endelea kusubscribe Fanesi TV, na bila kusahau kuendelea kutufuatilia mubashara kupitia mitandao yetu yote ya kijamii, na baadaye nitakwenda kutuma ratiba kwa namna ya posta ili uweze kujitengenezea kumbukumbu, usiweze kusahau kuja kuweza kumpa heshima ya mwisho mzee wetu. Na nimalize kusema kwamba ulikuwa nami muda huu na ni usiku, lakini tuliona kwamba hatuwezi tukalala na taarifa hii, ni lazima tuweze kukupatia. Nyuma ya kamera ni mzee Pako ambaye
mpaka sasa hivi hapendi kulala, anatamani aweze kupatia kitu chema. Hivyo endelea kufuatilia Fanes TV, tukutane kwa wakati mwingine. Bye.